weza kuingia katika maandiko ya Bwana, na huu ni ujumbe ambao Bwana anatupatia au ametupatia siku ya leo, ya kwamba theme yetu siku ya leo ni ya kwamba I've given you a city, nimekupatia mji, nimekupatia mji. Na katika maandiko yake tutayaona kutoka kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 6. Tutasoma hapo mistari 3 peke yake, ni kwa sababu ya wakati wetu, saa zetu. Tutajaribu tu kutafakari katika hizo verses 3, na Bwana wetu atakusaidia na atanisaidia pia. Tutasoma aya yake ni ya 5, aya yake ni ya 16 na aya yake ni ya 20, na ninataka nisome sasa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa sikii. Utakaposikia makuhani wamepaliza sauti kubwa ya baragumu, watu wote wapige kelele kwa sauti kuu. Kisha ukuta wa mji utaanguka na watu watakwea, kila mtu aingie ndani moja kwa moja kutokea pale alipo. Aya ya 16 inasema hivi. 16 inasema hivi: walipozunguka mara ya 7, makuhani walipopiga baragumu kwa sauti kubwa, Yoshua akawaamuru watu akisema, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapa mji huu. Sema amen. Sema amen kanisa. 20 ikasema hivi: wakati baragumu zilipopigwa, watu walipiga kelele kwa sauti ya baragumu, na watu kupaza sauti, ukuta ukaanguka. Hivyo kila mtu akasogea mbele moja kwa moja kutokea pale alipokuwa, kutokea kila upande na kuuteka mji. Asante Bwana, ni kwa sababu ya maandiko yako matakatifu. Naomba tu sasa tuweze kuweka Biblia zetu kando kidogo, ili tuweze kuzungumziana one on one, na Bwana wetu akawabariki sana. Sasa hapa kuna mtumishi wa Mungu ambaye anayeitwa Yoshua. Alizungumziwa ni kwa sababu Yeriko ilikuwa katika mateka. Bwana wetu apewe sifa. Yeriko ilikuwa katika mateka, na sasa Yeriko hapa Yoshua akajiandaa pamoja na majeshi aliyokuwa nao ambao ni watumishi wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Wakati walipojiandaa wakasema kwamba na sasa tutaenda kuukomboa mji huu wa Yeriko, na hawa majeshi wale waliokuwa pale katika Yeriko walikuwa wanaogopa wana wa Israeli. Na wakati Yoshua alipokuwa akijiandaa, alijua sasa hapa ni vita ile ambayo sisi tunaiita hapa dunia hii kufa na kupona. Na Yoshua akajiandaa na akaandaa makuhani, akawaambia sasa kila mmoja ambaye ni kuhani atachukua pembe ya ndama wa kiume, atachukua pembe ili tuende tuuzunguke ule mji. Na maandiko ya Bwana ukisoma pale nasema kwamba walipojiandaa siku ya kwanza au kuondoka, walitangulia majeshi, wakarudi sanduku la agano, na wakarudi majeshi ambayo waliokuwa wanafuatana na Yoshua. Bwana wetu apewe sifa. Na wakaanza wakaondoka, ndiposa wakaelekea katika ule mji ambao ni wa Yeriko. Bwana wetu apewe sifa. Wakati walipokuwa wakienda pale, Yoshua akiwa ametangulia, akaona mtu siku hiyo amesimama mkubwa na panga kubwa. Bwana wetu apewe sifa. Akasimama pa. Yoshua akauliza, wewe uko upande wetu au uko upande wa? Na Yoshua ni kwa sababu hakuwa amefunguka macho vizuri, yule naye akajibu akamwambia Yoshua, akamwambia, mimi siko upande wowote, siko upande wa wale na siko upande wowote. Bwana wetu apewe sifa. Na ndiposa akamalizia kusema kwamba lakini niko upande wa majeshi yake Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na Yoshua akafunguka macho, huyu ni Mungu mwenyewe ambaye ametutangulia, ni kwa sababu ya vita hivi. Bwana wetu apewe sifa.
sifa. Na ndiposa Yoshua akainama, na wakati alipoinama akaambiwa na yule mkuu ambaye ndiye Mungu, vua viatu vyako, ni kwa sababu sasa mahali unaingia ni mahali patakatifu. Ni kwa sababu vita hiyo ambayo Yoshua alikuwa amejiandaa kuipigana haikuwa vita ya kawaida, ilikuwa ni vita ambayo iligharimu mkono wa Mungu, na ndiposa Mungu akatangulia na upanga ili kuonyesha Yoshua jitie nguvu. Ni kwa sababu I'm here before you. Bwana wetu apewe sifa. Sasa sikia, mji huu wa Yeriko kunao ambao walihitajika na wana wa Israeli ambao walikuwa ni mmoja wa wana wa Israeli, na sasa ni lazima mji huu ungekombolewa. Ni watu gani hawa? Ni wale ambao waliokuwa wametumwa kufanya upelelezi mji huu wa Yeriko, wako pale, na hawa watu wakiwa pale wanahitajika watoke wakiwa wazima, wanahitajika washindaniwe, wanahitajika wapiganiwe. Ni kwa sababu hata yule ambaye amewaficha, ni kwa sababu ya yale yaliyo katika Yeriko, yule ambaye amewaficha ni kahaba. Bwana wetu apewe sifa. Alikuwa ni kahaba. Alikuwa anaitwa nani huyu kahaba? Huyu kahaba yeye ni yule aliyekuwa anaitwa Rahabu. Bwana wetu akapewa sifa. Sasa Yoshua na majeshi wamekuwa, ni lazima huu mji tuangamishe, ni lazima huu mji tuukomboe sasa, lakini kuna watu ambao tunahitaji pale. Na ndiposa wakapata ripoti hii au ujumbe huu ya kwamba ndio maisha, kila kitu, kila mtu, lakini wale ambao waliokuwa wametumwa wakiwa wapelelezi, Rahabu mwenyewe kahaba, huyo alipotea ni kwa sababu ya huruma zake Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Alipotea, lakini ni kwamba asizunguka sasa Yoshua, na wakiwa pale wanapiga baragumu, wanaimba wimbo wa upole. Siku ya kwanza baragumu wanazunguka wakipiga tu wimbo wa upole, na walipozunguka wakamaliza raundi hiyo, wakaelekea nyumbani na wakalala. Wakaamka siku ya pili wakafanya vile vile katika upole, na wakaenda wakalala. Siku ya sita wakaamka, wakauzunguka, wakaenda wakalala. Siku ya saba, haleluya, Bwana wetu apewe sifa. Siku ya saba, sikia, Yoshua akawaambia, leo ni sasa, ni leo sasa. Nataka siku ya leo tutazunguka mara saba, siku ya saba mara saba. Ndiposa mara ya saba utapiga hiyo baragumu, hizo saba zilizokuwa na watumishi wa Mungu. Tutapiga na sauti, na nyinyi ambao tulio pamoja na nyinyi mtapiga kelele, ndiposa ukuta uanguke. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Na ndiposa wakafanya tu vile vile ambavyo walivyoagana. Sikia, hakuna kitu kizuri kama kitu kinaitwa agreement. Bwana wetu asifiwe sana. Watu ambao wameelewana tunaenda kufanya nini, watu ambao wameelewana tutafanya wakati gani, watu ambao wameelewana tutafanya saa gani, hili jambo tutalifanya saa gani. Ni kwa sababu ni lazima pawe na ile agreement, na wakafufiwa ile agreement waliopewa na Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na ndiposa siku ya saba wakazunguka, na mara ya saba, siku ya saba wakapasha baragumu kwa sauti kubwa, wakapiga kelele iliyosikika zaidi. Na wakati walipopiga kelele, haleluya, Biblia inasema kwamba ukuta ukaanguka flat, ukaanguka kabisa. Na wakati ulipoanguka, Biblia inazungumzia kwamba naye kila mtu mahali alipokuwa akaanza kukwea katika ule mji, akaanza kuingia ili kuuteka sasa ule mji. Bwana wetu apewe sifa. Kuangamisha wote ambao walikuwa ni majeshi wa wale ambao walikuwa kinyume na mapenzi
Sasa sikia, evangelist tuna kazi ya kufanya hapa na tune hapa. Ni kwa sababu gani? Sasa hapa sisi tunatakiwa kuwa katika maombi. Maombi tu ni kwa sababu tunajua mji huu Anatune, mji huu kuna wale ambao tunataka watoke wakiwa wazima. Hawa hatutaangamisha, hapana. Lakini wale ambao wako kinyume na Mungu, hao tunaangamisha wote, na mji huu tunauteka nyara, wapende wasipende, tunauteka nyara. Haleluya! Tutawamaliza wote watakwisha. Ni kwa sababu gani? Tumebeba sanduku la agano, that is the Bible, and we have authority, power kumalisha wale wote ambao walio kinyume na mapenzi ya Mungu. Hawa tunawamalisha. Hatuna haja kujua kama ni wazee, hatuna haja kujua kama ni vijana, hatuna haja kujua wanakaa namna gani, lakini wote ambao walio kinyume, wale ambao ni wachawi na waganga, wale ambao hawatakii kanisa la Bwana mema, wale ambao usiku na mchana wanalipiga neno la Bwana, wanapiga kanisa la Bwana, hao wote tunawaangamisha, wapende wasipende. Ngoja, hatujui. Biblia ya Bwana inasema kwamba siku moja kwa Mungu ni miaka ngapi? Ni siku ngapi? 1000. Bwana watu wapewe sifa. Sasa sisi hatutaki kujua hesabu ya Bwana, ndiye anayejua. Bwana wetu wapewe sifa. Lakini kile ambacho sisi sasa tunafanya ni kuchukua mamlaka. We are going to take authority from today. Hatujui ya kwamba kama ni siku 7 au ni wiki 7 au ni miezi 7 au ni miaka 7, hatutaki kujua, lakini ni ya kwamba a day is coming and the walls of the tunnel zinaanguka. Ukuta zote ambazo zimezuia kazi ya Bwana kufanyika, hizo zinaanguka. Tunaangalia, tunaona ya kwamba hakika kuna watu hawa waliokuwa wametumwa kuwa wapelelezi, na wakati ulikuta ulipoanguka walishirikiana na watu wa Mungu, walitoka hata pamoja na huyu, tumemwita jina gani huyu mama? Rahabu tunamjua sana, mwanamke kahaba. Alipona ni kwa sababu ya kuwaficha watu wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Kunao hata sasa wako katika mahali ambapo hapastahili, lakini hawajui wafanye nini, lakini ni ya kwamba sasa tunaenda kuwaokoa, tunaenda kuwakomboa. Bwana wetu apewe sifa. Lazima yote ambaye amekuzuia wewe mtu wa Mungu kufanya kazi, huo ukuta, that hedge has to come down. Hata iwe namna gani, huo ukuta. Heri huyu ambaye Biblia inamtambua, naye mwenyewe pia anajitambua kuwa kahaba, ambaye aliyewaficha watu wa Mungu. Aliokoka ni kwa sababu ya kufanya jambo zuri. Je, wewe ulio hapo nje unafanya nini? Je, unafanya nini? Wewe ni mchawi, basi wewe utaangamia. Wewe ni mganga, basi utaangamia. Wewe ni muombaji wa wale ambao wako kinyume na neno la Bwana, wewe utaangamia. Lakini ni ya kwamba sasa tunatangaza nchi yetu haitaangamia kwa sababu ya wale ambao wanaoomba roho wa giza. Hapana, hatutakubali. Kenya is ours. Hatutakubali. Hao ndio wataangamia. Sio Kenya yetu itaisha. Hao ndio watakaoangamia. Naomba ule ukuta ambao wamejiwekea, ati they are untouchables, ati ni watu ambao hawawezi kushika. Tunaomba siku ya leo katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, waaibishwe naye Mungu, watolewe huo ukuta watolewe, ili wafe waondoke katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Waachilie nchi yetu iwe huru, waachilie nchi yetu. Wale ambao wanaoomba katika roho na kweli wasimame,
wasimame ili wakomboe Kenya yetu hii. Tunajua mipaka ndio. Tunajua president wa hapa au kiongozi yote wa hapa hawezi enda na sheria za hapa nchi nyingine, lakini ni kwamba ni hapa. Basi ikiwa yeye ako kinyume na mapenzi ya Biblia, ikiwa ako kinyume na neno la Bwana, ikiwa ako kinyume, kwa sababu Mungu mwenyewe anaona ndani ya roho. Hata Rahabu akiwa kahaba alipona, ni kwa sababu yeye aliona kile ambacho anachofanya. Kwani nafikiria pale ndani hapakuwa na watu ambao wanamjua Mungu? Walijua, lakini walimdhihaki, wakaona kwamba hastahili. Lakini Rahabu kahaba akaficha watu wa Mungu. Hivyo ndivyo Mungu atakuficha wewe ndugu yangu, hivyo ndivyo Mungu atakuficha wewe dada yangu. Katika Kenya hii ambayo inashirika ina shida, Mungu ataendelea kukuficha hadi siku ambayo ukuta wa huyu adui utakaobomoka. Na sio kesho, sio kesho, ni sasa. Biblia ikasema ya kwamba I've given you that city. Yes. Enda uichukue. Enda uichukue. Mungu amekupatia. Mungu amekupatia familia yako. Amekupatia. Enda wachukue. Utawachukua na njia gani? Unawachukua wao wako? Hapana. Unawachukua wamtumikie Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Sio kile ambacho tunahitaji. It is just honoring the agreement yako wewe na Mungu. Honoring the agreement yako wewe na Mungu, yule ambaye aliyekuita. Hao watu walienda na wakati. Hao watu walienda na agenda zao zile ambazo walikuwa wamepewa. Yoshua kiongozi wao pale, tumesoma kwamba palikuwa na makuhani wengi, wale ambao waliokuwa wameshika hizo horns, lakini ya kwamba walifuata maagizo ya Yoshua kama kiongozi wao, kwa sababu yeye amepewa mwongozo. Bwana wetu apewe sifa. Ili wakitii waukomboe mji, waushike ule mji, wafunje na wapomoe ule ukuta. Bwana wetu apewe sifa. Naye kila mtu akapanda kuingia pale ndani ili akachukue, ni kwa sababu wamepewa nchi. Hivyo ndivyo tutakavyofanya hapa Gatune. Watu watuchukie, watu watupende, watu wanene mambo yetu kinyume, watu watuletee mambo ambayo hayastahili, lakini ni ya kwamba a day is coming and now is. Bwana wetu apewe sifa ya kwamba tunanyakuwa sasa. Wewe mchungaji, mahali popote ulipo, wewe mtumishi wa Bwana, mahali popote uko, basi ni wakati wako. Haijalishi mimi na wewe tuko umbali gani, lakini ni ya kwamba we have communication katika roho wa Bwana, ya kwamba sasa ni sasa, inatakiwa sasa tuangamize adui aliye ndani ya nchi yetu. Ndiposa ukuta ambao wamejiwekea ya kwamba yeye hawezi kuzua, hata akisema nini, hata akishika watu mateka, hata akiua watu, yeye hawezi. Hakuna mtu anaweza kumuuliza, kwa sababu amejiwekea ukuta, amejiwekea ua. Yeye hawezi kuzika. Lakini nataka nikwambie wewe adui, siku zako ni chache tu, ni kwa sababu tunakushika hivi karibuni. We are going to bury you very soon. Bwana wetu apewe sifa. Ni kwa sababu ukuta wako unapomoka sasa, utapomoka. Ni kwa sababu Mungu amesema wale ambao wameshikwa wakiwa mateka na wanastahili kumtumikia Mungu, wakati ni huu sasa. Hata Rahabu hakika aliinuka akatoka paa, na najua kwamba alitoka akisema kwamba heri kwa Mungu, heri kwa Mungu. Haleluya! Ni kwa Mungu nitaishi. Bwana wetu apewe sifa. Tumepewa nguvu, uwezo na mamlaka. Tumepewa. Na ningependa tu
Kama utaweza kusoma zaidi hicho kitabu, enda usome vizuri ili uelewe sasa. Bwana wetu apewe sifa. Lakini hapa ni ya kwamba nataka ujue, usiogopeshwe na adui, usiogopeshwe. Ila kitu wewe unafaa kuangalia ni roho yako na Mungu vile mnavyoitanishwa. Ukiangalia huyo mwingine utaumia. Bwana wetu apewe sifa. Bwana wetu ainuliwe. Mama yetu hapa anasema ya kwamba kuna mambo ya hapa yanafunga kuja kanisa, lakini ni ya kwamba angejua hangeshughulika na hao, kwa sababu yeye hataulizwa roho zao. Hapana, ni yake yeye mwenyewe. Bwana wetu apewe sifa. Wewe mwenyewe ndio utakayesimama mbele zake Mungu na kujibu. Basi inafaa nini? Inafaa utumikie Bwana na roho na nguvu zako zote. Ni kwa sababu Mungu ndiye ambaye anayestahili. Akaambia Yoshua, sasa mahali naingia ni patakatifu, vua viatu vyako. What does that mean? Inamaanisha kwamba Yoshua, come on, let us have an agreement. Utafanya hivi na hivi na hivi. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Utafanya hivi. Naye Yoshua alikuwa ni mtiifu. Akafanya vile vile. And this is what ukuta ulianguka. Kuna mambo ambayo yanakuwa ni mazito katika maisha ya watu wengine, lakini kwa nini inakuwa mazito maisha kwa watu wengine? Hayaachi kuwa mazito ni kwa sababu kuna mahali ambapo haujatekeleza. Sema amen. Kuna mahali ambapo hujatekeleza. Ukitekeleza huo ukuta wa ugonjwa utaanguka. Ukitekeleza huo ugonjwa wa shida nyingi utaondoka. Ukitekeleza huo ukuta wa kujishika shavu kila wakati utaondoka. Ni kwa sababu Mungu hata kuna nia tu akwambie wewe, ujue wewe ni wa maana kuliko ndege wa angani. Na ndege wa angani hawapandi wala hawalimi, lakini wanakula na wanatosheka. Bwana asifiwe sana. Nashangaa sana kuangalia ndege wanajengaga kiota wakati wanataka kutaga mayai, lakini mayai au ndege wakisha taga mayai na yaague yatoke vifaranga, basi kiota haina maana tena. Wanaanza kubomoa hadi siku ambayo atahitaji. Sasa ni ya nini tusumbuke na mambo mengi ya dunia hii? Ya nini? Na ni ya muda kidogo tu. Ni nini kina maana? Ni uombe tu mambo mawili. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uhai, nakushukuru kwa sababu ya chakula ya kula na kunishibisha. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kuniambia vile unavyostahili kukula ndivyo unastahili kununua mavazi? Hapana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo chakula ni karibu kila wakati. Bwana wetu ainuliwe. Lakini kile ambacho ni muhimu sana na wewe ni uzima. Bwana wetu asifiwe sana. So ni vizuri kuombea maisha yako wewe mwenyewe, ndiposa ule ukuta umekuzunguka unakuletea shida, umekuzuia wewe kumuona Mungu, umekuzuia wewe kumfanyia Bwana kazi, huo ukuta uweze kuuondoa. Nikafurahia sana nikienda kumaliza juzi, nikakutana na mzee mmoja. Bwana asifiwe sana. Ni mzee wako. Hata kabla sijamwambia chochote, akaniambia, mtumishi wa Mungu, nimefurahi sana na kukuona. Hata nilikuwa nataka nikutafute. Nikamuuliza nini? Akaniambia, unajua ni kwa nini familia yangu niliambia kanisa ni hiyo? Sijui niambie. Ni kwa sababu hata mimi roho yangu ni hapo. Na nilimwambia wakae hapo. Na sasa nataka kukuambia, ndio nilikuwa nataka kukutafuta na asante tumepatana. Nikwambie maneno haya na uyaweke kabisa maanani, mtumishi wa Mungu. Ni ya kwamba niko nyuma yao sasa. Nakuja. Nikamuuliza ati niko nyuma yao sasa.
Karibuni tu utaniona. Nimeanza kuona mwangaza sasa. Niko nyuma nakuja. Kwa hivyo endelea kuomba kama unaomba. Kama unaombea nani, endelea kuomba. Kama unaombea mzee, endelea kumuombe. Ndio huo mwangaza uendelee kufunguka. Bwana wetu, na niliona amemaanisha, na sio mimi nilimuuliza, yeye ndiye ameongea, baadaye nikamwambia asante. Bwana akubariki. Na tukaacha. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri. Na ndio hapo tulifunzwa ya kwamba whatever unafanya, fanya na bidii, ni kwa sababu mwenye kulipa hiyo kazi ako mbioni, akija kulipa. Bwana tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Tunasema ni wewe.